Karibu Efata Talk. Leo mada yetu ni business series. Ni mada ambayo kila siku itakuwa inaongea walau kwa ajili ya kuelimisha jamii, lakini vile vile kwa ajili ya kuleta ubunifu na uelewa zaidi kwenye business series. Karibu ndugu yangu. Asante sana. Nadhani kitakuwa ni kitu cha tofauti kwa mtazamaji wetu. Efata Talk tumeendelea kuwa katika ubora wa kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa elimu kwa jamii. Lakini this time tumeona kuna kila sababu na kila haja ya kuanza kuwa na mjadala wa kibiashara. Ambao katika business series tutakuwa na mambo mengi sana huko mbele. Lakini episode ya kwanza ndo leo tutaanza sisi wenyewe, lakini baadaye tunatarajia kuwa na wafanyabiashara vijana ambao wamefanikiwa katika maeneo mbalimbali ambao tutapata nafasi ya kujadiliana nao. Watupe siri za nini wanakifanya kufikia mafanikio yao, ili mafanikio ya kibiashara yawe sehemu ya kila mmoja ambaye anafuatilia Efata Talk. Kwa hiyo kama ni mfuatiliaji wa Efata Talk, hii ndio sehemu sahihi sasa, kama mfanyabiashara mdogo, mkubwa, wakati au mfanyabiashara mkubwa, kuendelea sasa kujifunza na kuimarisha ujuzi wako kuhusiana na biashara. Labda niwe muwazi. Tumeweka kipindi cha business series ni kwa sababu tumeangalia uhalisia wa mahitaji ya sasa. Tukumbuke kwamba katika jamii yetu ya Tanzania sasa hivi tunazungumza kwamba tunayo nguvu kazi ambayo inazalishwa kila mwaka na inaingia sokoni kwa ajili ya kuweza kuingia aidha kwenye kazi za kuajiriwa ama kuajirika ama kujiajiri. Sasa katika hali kama hii ambayo kwa mfano tunazungumza sasa hivi, kwa mujibu wa takwimu tulizonazo zinaonesha katika Watanzania ambao wanakadiriwa kuwa milioni 68, karibu Watanzania milioni 32 kwenda ni nguvu kazi ambayo inaweza kuzalisha. Na katika hiyo nguvu kazi ambayo ni asilimia ni milioni 33 ya Tanzania, tunazungumza hao ni vijana ambao wanaweza kuzalisha, ndio? Na wale umri wa kati ambao wanaweza kuzalisha. Serikali kupitia kwa maana serikali kuu pamoja na serikali za mitaa imeweza kuajiri watu wasiozidi milioni 1 serikali. Maana yake kama imeajiri milioni 1 katika milioni 33 tutapata milioni 32 ambayo imebaki pending. Umeelewa? Sasa hii milioni 32 itaenda wapi? Tutakubaliana mimi na wewe kwamba hii milioni 32 itaenda ama kuajiriwa na wafanyabiashara ama yenyewe kujiajiri kama wafanya biashara. Na ndio tukasema sasa kumbe jamii yetu sasa hivi hakuna namna, haiepukiki tena kuwa mfanyabiashara. Sasa hivi hauwezi kuchagua niwe au nisiwe. Unapozaliwa tayari unalazimika kuwa mfanyabiashara. Sasa ni lazima tujifunze misingi au vyanzo vya hiki ambacho kinatokea leo kwenye kama matokeo ya watu wote kulazimika kuwa wafanyabiashara imetoka wapi. Na ndio tukasema business series siku ya leo tungeanza kuanzia kwenye misingi ya kuwepo kwa mwanadamu na zile tunaita modes of production, mifumo ya uzalishaji ili kuwepo. Kwa hiyo tutakuwa tunakumbuka, kama tutakuwa na kumbukumbu vizuri, mwanadamu wa awali kabisa walianza kuishi katika mfumo ambao ulikuwa unaitwa nini? Primitive communalism. Communalism ambao watu walikuwa wanakaa pamoja, wanaishi pamoja, wanashirikiana kila kitu, wanashare. Hakuna specialization. Hakuna mtu kwamba anafanya kitu fulani, wote mnafanya kwa pamoja. Kwa hiyo ukiamka asubuhi, kama ni kwenda kutafuta kuni, mnatafuta kuni, kama ni kuwinda, mnawinda, kinachopatikana kinaletwa, kuni zinawashwa, mnapika, mnakula, mnamaliza, mnasubiri kesho. Maisha yakawa namna hii. Lakini baadaye mwanadamu akadevelop, baadhi ya wanadamu wakaanza kumiliki rasilimali kama vile ardhi na wengine mifugo. Tukaingia kwenye mfumo ukaita feudalism, ambao watu wachache wakawa na ardhi au watu wachache wana mifugo na wengine wanafanya kazi kwa watu. Kwa unaanza kuona misingi ya mwanadamu mmoja kumwajiri mwanadamu mwingine ikaanza kutokea. Misingi ya mwanadamu mmoja kuwa na kipato huko mwanadamu mwingine ikaanza kutokea. Lakini baadaye tukaja kwenye mfumo wa utumwa, ambao baadhi ya watu wakabadili kutoka kwenye kumiliki ng'ombe wakaanza kumiliki watu kama watendakazi wao. Tukaita huo ni utumwa. Watu ule mfumo ukawa mkubwa kiasi kama hadi watumwa wakaanza kusafirishwa kutoka bara moja kwenda bara lingine. Wengi tulishuhudia kutoka Afrika kwenda kufanya kazi Amerika. Vitu ambavyo leo hii vipo bado. Kuna watu wanakimbia Afrika kwenda kutafuta maisha mazuri Ulaya, bado wanaendelea kwenda biashara utumwa. Lakini pia kuna watu ambao wanafanya kazi kwa watu wengine
bado ni aina ile ya dalili za utumwa, lakini baadaye ikadevelop ikaingia kwenye capitalism, ambapo sasa watu wakaanza kumiliki mitaji mikubwa na hao wenye mitaji mikubwa wakawa na ajiri wengine ili wafanye kazi kwa ujira mdogo na mambo mengine kama haya. Sasa huku ndiko kunasababisha tufike kujadili kwa sababu wakati wengine waliingia kwenye ubepari na kuanza kumiliki mali mtu mmoja mmoja, sisi baadhi ya nchi za Kiafrika ikiwemo Tanzania tulipotoka kwenye ukoloni moja kwa moja tukapitiliza kwenye ujamaa. Kwa hiyo tunapojadili biashara, watu wanaijua vizuri biashara ni mabepari. Sisi kama Watanzania tumeanza kuijadili biashara kuanzia miaka 1992 kwenda mbele. Sasa kuanzia 85 ile mara baada ya kuja kuna kitu tunaita structure adjustment program, ndipo watu wakaanza kufikiri biashara. Lakini wengi walikuwa wana elimu ya kutosha juu ya biashara. Baadaye miaka 92 sasa ndo rasmi kabisa ikarasimishwa na hata katiba ikapitishwa, tukaanza kufanya mambo ya kibepari, ikiwemo masuala ya ubinafsishaji aliyokuja nao Mheshimiwa Mkapa, mambo ya ubinafsishaji ile 95 kwenda mbele, watu wakaanza kumilikishwa mali. Hapo ndipo mambo yakabadilika. Sasa kwa nini tuwe na business series? Kwa nini tuna business talk? Tukumbuke jamii ya Tanzania ambayo tunajadili hapa ni watu ambao waliishi muda mrefu kwenye jamaa. Ni watu ambao waliamini kwamba kila kinachomilikiwa ni chetu wote. Watu ambao waliishi katika maisha ambayo kama mimi ni mkulima basi nalima tu na nitakachopata kitanilisha tu. Namna hiyo ya maisha. Watu ambao tuliaminishwa kwa miaka mingi, nadhani tutakuwa na kumbukumbu zamani, tulikuwa tunaamini mtu mwenye pesa sana ni mchawi. Aidha atakuwa ameua ndugu zake, aidha anatoa pesa nyingi, atakuwa ni mshirikina. Kwa hiyo tulipewa hiyo misingi tukaamini kwamba watu wenye pesa. Kwa hiyo na kuna wakati kabisa kuna misemo kabisa utasikia pesa ni chanzo cha maovu. Kabisa tuko tunaamini hivyo, ukiwa na pesa nyingi utakuwa na maovu mengi. Tuliaminishwa hivyo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo jamii yetu ilitengwa mbali na uchumi binafsi wa mtu mmoja mmoja. Na tukaaminishwa kwamba mtu ambaye anamiliki mali basi huyo ni mhujumu uchumi. Kwa nini ana mali nyingi kuliko wenzie? Tumepita hicho kipindi hicho. Sasa kuna kizazi ambacho kimekuja baada ya miaka ya 1995 kwenda mbele. Hichi ndio kizazi ambacho kimeingia katika ubepari. Ni lazima kizungumze na kutenda tofauti na kizazi cha nyuma. Na hapa ndipo unapata mgogano na mgogoro mkubwa wa Gen Z. Gen Z. Kizazi cha sasa wazazi utasikia wanasema vijana wa siku hizi wako sawa, vijana wa siku hizi hawapendi yani kuna mambo wanaona kama hawapendi. Ni kwa sababu mahitaji yao ya kibepari ni tofauti. Mahitaji ya kibepari ni tofauti na mahitaji ya kijamaa. Mahitaji ya kijamaa yalimhitaji mtu aende shule, ajifunze, aje beginning. Huu ndo mwanzo tu wa Fata Talk Business Series. Tutaendelea sasa kuchambua kabla tujaingia huko ndani kwenye biashara. Karibu Fata Talk, mahali pekee ambapo kesho yako haitabaki kama ilivyo. Fata Talk, better tomorrow is coming.